Watu 23 wauawa katika eneo la kaskazini mwa Gaza baada ya ndege ya kijeshi kutoka nchini Israel kushambulia jengo la makazi ya watu. Serikali mkoani Dodoma yawaokoa watoto wenye mazingira magumu zaidi ya 4,300 kwa kuwaunganisha na familia zao. Na katika michezo, serikali yatangaza rasmi kufunga kwa muda uwanja wa Benjamin Mkapa ili kupisha marekebisho katika eneo la kuchezea ambalo limeharibika vibaya na mvua. Ni usiku wa Alhamisi ya tarehe 10. Hujambo popote pale ulipo mtazamaji. Hii ni Channel 10 Plus, nami ni Filipina Ndwata. Nipo tayari kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye Kiongo Biriani. Lulu Ali atakufahamisha zaidi. Mtazamaji, karibu. Zaidi ya watu 23 wameuawa katika eneo la kaskazini mwa Gaza baada ya ndege za kijeshi za Israeli kushambulia jengo la makazi ya watu na kusababisha wengine kadhaa kujeruhiwa, na hii ni mwendelezo wa serikali ya Netanyahu kufanya mashambulizi ya mara kwa mara huko Gaza. Mwandishi wetu ametuandalia taarifa kamili. Wizara ya Afya inayosimamiwa na kundi la Hamas imethibitisha vifo ambapo miili ya waliopoteza maisha imehifadhiwa katika hospitali ya Al-Ali. Vifo hivyo vimeripotiwa wakati mapigano yaliyoanza upya hivi karibuni katika ukanda huo yakionyesha dalili ya kutopungua. Kwa mujibu wa huduma ya dharura ya wizara hiyo ya afya, shambulio la Israel limelenga jengo la ghorofa 4 katika eneo la Shijaya mjini Gaza, huku vikosi vya uokoaji vikiripotiwa kuendelea kutafuta manusura chini ya kifusi. Shirika la ulinzi wa raia linalofanya kazi chini ya usimamizi wa Hamas limesema majengo mengine jirani pia yameharibiwa kufuatia shambulio hilo la anga. Jeshi la Israel IDF limeeleza kuwa lilimlenga mwanachama mwandamizi wa kundi la Hamas ambaye anasemekana kupanga mashambulizi kutoka Shijaya, lakini halikumtaja jina wala kutoa maelezo zaidi kuhusu mwanachama huyo wa Hamas. Israel inalilaumu kundi la Hamas kwa vifo vya raia wa Palestina kwa sababu wapiganaji wake wanajificha katika maeneo yenye watu wengi. Apasia Ringo, Channel 10 Plus. Maafisa wa uokozi nchini Jamhuri ya Dominican sasa wanaelekeza juhudi zao katika kutafuta miili ya watu waliokwama baada ya paa la ukumbi wa burudani kuanguka na kuua watu zaidi ya 180 hadi sasa. Tupate taarifa zaidi. Kwa siku mbili sasa, familia zimerundikana nje ya mabaki ya klabu ya Jet Set iliyopo Santo Domingo, zikiwa na matumaini ya kupata taarifa kuhusu wapendwa wao waliopotea. Madai yanazidi kuibuka kuhusu sababu za kuanguka kwa paa hilo ambalo limepelekea vifo vya watu 184. Wengi wanatupia lawama tukio hilo la moto lililotokea katika klabu hiyo miaka 2 iliyopita, wakihisi kuwa hali hiyo huenda ilidhuru miundombinu ya jengo hilo. Maafisa wa uokozi wamepata msaada kutoka kwa timu za Israel na Mexico ambazo zinatumia vifaa vya kisasa vya kutafuta joto ili kujaribu kupata mtu yoyote ambaye bado huenda yuko hai. Mmiliki wa klabu ya Jet Set, Antonio Espillet, alitoa taarifa ya video kupitia mitandao ya kijamii akitoa pole na salamu za rambirambi kwa familia za waathiriwa, huku akihakikishia kwamba yeye na timu yake wanashirikiana kwa ukaribu na mamlaka kuhusu tukio hilo. Serikali ya Jamhuri ya Dominican imetangaza siku 3 za maombolezo kuomboleza vifo vya wahanga wa janga hilo. Esther Mtebe, Channel 10 Plus. Shukrani Esther Mtebe kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoani Ruvuma limewaonya viongozi wa vyama vya siasa hapa nchini kuacha tabia ya kutoa maneno ya uchochezi pamoja na lugha za kukashifu jeshi hilo na viongozi wakuu wa serikali katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, na badala yake wametakiwa kufanya mikutano ya kistaarabu na kutumia lugha za staha. Dita Nyoni kutoka Ruvuma anatutaarifu zaidi. Mnamo tarehe 9 mwezi wa 4 2025 katika mtaa wa Soko Kuu wilaya ya Mbinga, jeshi la polisi lilimkamata mwenyekiti huyo wa Chadema kufuatia tuhuma zilizokuwa zinapelelezwa
za kufanya uchochezi wa kutofanyika kwa uchaguzi mkuu wa 2025. Mtuhumiwa huyo anahojiwa na jeshi la polisi juu ya tuhuma hizo huko Dar es Salaam. Akitoa taarifa juu ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa Chadema Tundu Lissu, kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma kamishna msaidizi mwandamizi Marco Chilia amesema jeshi hilo linamshikilia kiongozi huyo kwa tuhuma za kuhamasisha wananchi kwa kutumia maneno ya uchochezi ya kutokufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Jeshi la polisi linatoa onyo kwa vyama vyote vya siasa kutotoa maneno ya uchochezi, kutotoa lugha ya kukashifu polisi au serikali, au kuonyesha viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Na kwa yeyote ambaye atabainika kufanya vitendo hivyo, jeshi la polisi litamchukulia sheria. Leo mapema jeshi la polisi limewatawanya viongozi na wafuasi wa chama cha Chadema ambao walipanga kufanya mkutano na waandishi wa habari kwa lengo la kutoa taarifa kwa umma kuwa hawako tayari kushiriki uchaguzi mkuu. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Kutoka mkoani Ruvuma na sasa ni jijini Dodoma. Serikali imefanikiwa kuwaokoa watoto zaidi ya 8,300 kwa kuwaunganisha na familia zao baada ya kuwekeza katika kuzuia vichocheo vya watoto kukimbia familia zao. Tupate undani wa taarifa hii. Kauli hiyo ya serikali imetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, wakati akizungumza kuelekea siku ya kimataifa ya mtoto anayeishi na kufanya kazi mitaani ambayo huadhimishwa Aprili 12 kila mwaka hapa nchini. Watoto 1346 kati ya hao waliookolewa walipatiwa vifaa vya shule na mahitaji mbalimbali, huku 43 kati yao waliunganishwa na vyuo vya ufundi, ambapo sasa 27 wamehitimu. Mikoa inayoongoza kuwa na watoto wengi wanaoishi na kufanya kazi mitaani ni pamoja na mkoa wa Dar es Salaam. Sasa hivi amesema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Dodoma pia imekuwa sasa nayo imeingia. Mwanza ipo, Mbeya, Arusha na Iringa, huku mikoa inayoongoza sasa kuichangia maeneo haya ya miji mikubwa kuwa na watoto zaidi ni pamoja na Kagera, Geita, Kigoma na Dodoma yenyewe saa nyingine inapeleka Dar es Salaam, Mwanza na Shinyanga. Hapa Waziri Gwajima anaelezea siku hiyo 12 Aprili 2025 kuwa ni siku ya kimataifa ya mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani, ambayo siku hii hufanyika kila mwaka kwa lengo la kutathmini mafanikio na changamoto za kudhibiti watoto wasiende kuishi na kufanya kazi mitaani. Aidha, kwa mwaka huu siku hii itaadhimishwa kwenye mikoa yote na kitaifa tutakutana mkoani Mtwara. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dodoma, mkuu wa wilaya Chamwino, Janet Mayanja, anaeleza mikakati ya mkoa katika kupambana na watoto hao wa mitaani. Kama mkoa tumejipanga vizuri katika kuhakikisha watoto ambao tunawapata katika eneo hili la mkoa wa Dodoma tunawatambua, kujua mahali walikotoka na tunawaunganisha na familia zao kwa kushirikiana na viongozi wa mikoa na wilaya kule ambako watoto wametoka. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, kwa wale watoto ambao tunawapata wanakuwa na changamoto zaidi, hawawezi kurudi kwenye maeneo yao walikotoka, basi tumekuwa tukiwachukua na kuwapeleka katika nyumba salama. Kutoka jijini Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Na sasa mtazamaji, ni hapa jijini Dar es Salaam. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamelalamikia uwepo wa foleni kubwa za magari katika maeneo ya barabara ya Karume na baadhi ya mitaa inayoingia na kutoka maeneo ya Kariakoo kunakosababishwa na ujenzi wa barabara unaoendelea, lakini pia wakilalamikia kufungwa kwa baadhi ya barabara na matengenezo yake kuchukua muda mrefu huku ujenzi wake ukienda taratibu. Hamisi Suleimani anatufahamisha zaidi.
Wakizungumza na Channel 10, baadhi ya wananchi hao ambao baadhi yao ni madereva wamesema msongamano wa magari wakati wote umekuwa mkubwa na kuziomba mamlaka zinazohusika kunusuru hali hiyo. Hili tatizo la ujenzi hili inabidi viongozi wakuu walisimamia kwa hali na mali, kwa sababu kero ipo kwa wananchi, wao wako ofisini. Inabidi waje waangalie kero zilizopo mtaani, watu wanapita pitaje, wanapitia wapi. Haya, kama hapo ukiangalia barabara ni moja, kuna kwenda na kurudi, au sio? Kupanda na kushuka. Katika kupanda na kushuka, mtu ukija kupita njia nyingine mtaani, tayari ushakamata, umepita njia ambayo sio sahihi. Kwa kweli itakuwa huyu ni msimamiaji wa hizi barabara. Msimamiaji hafuatilii inavyotakikana. Na hii nayo ni kero. Anatakuwa afuatilie ili swala ili barabara ziishe. Zina muda mrefu tunatengenezwa kila siku haziishi. Naweka jamu njiani. Barabara zinatupa tabu sana kwa sababu kila unapoenda foleni, kila unapoenda ni foleni, kwa sababu hii njia kutoka hapa kwenda Kariakoo, ukiingia ile barabara Kariakoo kwenda Uhuru hadi Kamata kule kote kunakuwa kuna foleni, barabara imejaa kweli kweli. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali, mama mheshimiwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, tulikuwa tunaomba atusaidie kuhusu tatizo hili la barabara. Tunamwomba kwa hilo. Kuna kipindi hapo cha katikati barabara ilikuwa foleni hamna, walifungulia mwendo kasi. Lakini sasa hivi barabara ile mwendo kasi hivi umeweka mawe mule. Sasa kwa maana hiyo inakuwa msongamano umezidi mkubwa sana. Unaweza ukashangaa ukatoka ukapanda gari pale labda station uenda Mbagala, basi mwendo kasi imefungwa barabara, lakini ukiangalia ile barabara kubwa kirodi imekuwa msongamano mkubwa. Sasa mimi nilikuwa naomba watufungulie tena ile mwendo kasi ili madi ipunguze kero ya msongamano wa barabara. Aidha, baadhi ya wananchi wamelalamikia kutuama kwa maji katika baadhi ya mitaa yao kuna kudaiwa kuchangiwa na ujenzi wa barabara ambao wanadai ujenzi wake umechukua muda mrefu kukamilika. Watu wanapewa kazi ya mitaro hawafuatilii, kwa mitaro ya maji machafu ile wanakuwa wanaiacha, hawafuatilii. Kama hapo unapoona mitaro hii hawafuatilia. Kwa hiyo mitaro watengeneza juu, mitaro ya chini inakuwa maji ya uchafu hawafuatilii. Kwa hiyo inakuwa ni kero kwa sisi wananchi tunapopita hivi. Tunaumia sana. Ni kutuama kwa maji haya machafu, hasa mvua zikiwa zinanyesha. Maji hayaendi. Na sababu hii inatokana na ujenzi wa barabara kubwa hiyo hapo inayojengwa. Imechukua muda mrefu sana. Hakuna mifereji na ndio maana maji yanatuama. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatoa wasaa wa kuangazia taarifa nyingine kutoka mkoani Manyara. Wananchi wa kata ya Ndirigishi wilayani Kiteto mkoani Manyara wamelalamikia ubovu wa miundombinu ya barabara inayopelekea pia kushindwa kukamilika kwa wakati ujenzi wa miundombinu shule ya sekondari ya Ndirigishi. Elia Kimani anaripoti kutokea mkoani Manyara. Hii ndio shule ya Ndirigishi ambayo inatajwa kuwa ni mkombozi wa elimu kwenye kata hii. Miundombinu mbalimbali ikiwemo mabweni yanaendelea kujengwa, lakini barabara ni kitendawili hapa, hali inayopelekea vifaa vya ujenzi kushindwa kufikishwa kwa wakati. Shule haifikiki kiurahisi kwa ajili ya njia. Na barabara hii ilikuwa ya TASAF. Walitengeneza tu kwa mikono yao. Lakini mradi ule ulipokuwa umefika mwisho, haukuendelea tena, maana baba alikuwa limekaraba. Si unajua watu wanatengeneza na majembe. Kwa hiyo halipo haina kwenye yani barabara inakuwa haipo kwenye kiwango cha ubora wa barabara. Na shule hii lazima ifikike, lazima ina barabara yenye kiwango. Mawazo yetu sisi kama wananchi ni tupate barabara iliyo bora, sio bora barabara. Kutoka pale kwenye chemba ile kwenye pacha mlizoziona kuja mpaka wapi hapa. Hata mnapoona kwenye nguzo za umeme, unaona zimepita tu mashambani. Hata nguzo ikidondoka mtapataje msaada nguzo kufika pale? Hata wewe kwa akili yako unaweza kaangalia nguzo iliko na barabara iliko. Sasa nguzo imedondoka, watu watapata umeme? Shule ina kiwango kizuri sana. Tunamshukuru rais wetu kutuletea mradi kama kwa wananchi kuchanga tusingeweza kufanya. Lakini shida bado iko kwenye barabara. Baada ya shule kujengwa, watoto walifurahi. Watoto wanatoka vijiji vya mbali, wanatembea kwa mguu, wanakuja shuleni. Walivyoambiwa kuna mabweni yanajengwa, watoto kwa mwaka huu wamefaulu wengi sana. Lakini inakuja kushindikana barabara tu, sababu barabara inashindikana hata kumaliza madarasa ya watoto kwa ajili
ya vitendea kazi vinashindikana, vipite njia gani? Kwa sababu katika wilaya hii shule ya Ndirigishi ni kiwango cha juu kuliko zote. Hata juzi wabidi waje wakaguzi kagua sekondari, wameshindwa, wamerudia pale pale. Kwa hiyo wamepeleka taarifa gani kule hatujui. Mpaka leo shule imelala, bidi mabweni yangekuwa tayari, lakini yameshindikana kupitia nini? Vifaa havina uwezekano kufika njia hatuna. Barabara hii pia katika kijiji cha Krashi inataja kuwa ni kikwazo cha vyombo vya usalama ikiwemo polisi kufika hapa nyakati za matukio ya kiuhalifu. Hata sasa hivi upate tatizo lolote kwamba nipige kituo cha polisi, sababu kituo cha polisi hapa natumia Matui ndio kwenye tarafa. Mpaka watoke kule wafike kwenye eneo husika. Na hata kwanza hapo kuniambia na miaka 10 sijawapigia polisi kwa tukio lolote. Sababu tupige hoji kwa wakati. Kutoka kata ya Ndirigishi wilaya ya Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani. Mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Tanzania Jenerali Jacob Mkunda amesema mafunzo yanayotolewa na Jeshi la Kujenga Taifa JKT yanalenga kuwajengea vijana stadi za maisha pamoja na ukakamavu, ambapo amewataka vijana waliohitimu mafunzo hayo kwenye maeneo mbalimbali hapa nchini kuwa wazalendo kwa ajili ya taifa lao. Taarifa zaidi na Ernest Mbezi. Jenerali Jacob Mkunda amesema hayo kupitia hotuba yake iliyosomwa na Brigedia Jenerali Hashim Komba, ambaye ni mkuu wa operation na mafunzo wa kamandi ya vikosi makao makuu ya jeshi, wakati wa kufungwa kwa mafunzo ya vijana wa kujitolea operation miaka 60 ya muungano kwenye kambi ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT kikosi cha 835 kilichopo wilayani Handeni. Mafunzo haya yanamjenga kijana kuwa tayari kujifunza mambo mengine ya stadi za maisha za kazi, ambapo kijana atakuwa na nidhamu, ukakamavu, uzalendo, uhodari, uvumilivu, kujiamini na moyo wa kupenda kufanya kazi, hivyo kuwa tayari kwenda kulitumikia taifa letu. Kwa upande wao, mkuu wa kikosi cha 835 KJ Lieutenant Kanali Raymond Mwanle pamoja na mwakilishi wa mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT Kanali George Kazaura wanatoa msisitizo kwa vijana waliohitimu mafunzo hayo. Tunahimiza hasa uaminifu, kuheshimu utu na kuwajali wengine. Vile vile kujenga uzalendo na kupenda nchi yao ni jambo la muhimu sana. Lakini pia katika msisitizo mwingine, swala la nidhamu binafsi. Naamini kuwa mafunzo mlioyapata mmekuwa tayari kulitumikia taifa na kulilinda taifa letu popote mtakapokuwa, kwani mmefahamu dhana ya uzalendo, umoja, mshikamano, ukakamavu na kujiamini. Wakizungumzia mafunzo hayo, mkuu wa wilaya Handeni Albert Msando pamoja na baadhi ya wahitimu wa mafunzo hayo wamesema. Nitumie fursa hii kwa mara nyingine kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa kuendelea kuwezesha ufanyikaji wa mafunzo haya ambayo ni muhimu sana kwa ustawi wa vijana wetu na taifa kwa ujumla. Aidha, kipekee nipende kushukuru Jeshi la Kujenga Taifa na watendaji wote chini ya uongozi shupavu wa Meja Jenerali Rajab Ndugu Mabele kwa kusimamia kwa weledi mkubwa malezi ya vijana wetu. Mafunzo haya yametufanya kuwa na nidhamu zaidi kwa mamlaka zilizowekwa kwa kujitolea, yametufanya tumekuwa wavumilivu, wajasiri, wachapakazi na kujenga ushirikiano miongoni mwetu kama vijana wa Kitanzania. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Tukiwa bado mkoani Tanga, mkuu wa wilaya ya Tanga Jafari Kubecha amewahakikishia wawekezaji jijini humo kuwa serikali inawaunga mkono katika kutoa huduma kwa jamii sambamba na kufanya shughuli zao katika mazingira rafiki ili waweze kufikia malengo yao. Tupate taarifa zaidi. Kauli hiyo ameitoa wakati akikabidhi tani 25,000 za saruji zilizotolewa na kiwanda cha Maweni Limestone na kuzikabidhi kwa taasisi mbalimbali kwa lengo la kuendeleza miradi ya maendeleo. Sisi tuko karibu na jamii na hasa viwanda vyetu hivi na makampuni haya yanayowekeza katika wilaya yetu ya Tanga. Lakini vile vile nitumie rai hii kuwaomba wale wanaopaswa kutoa kodi za halmashauri watoe kile ambacho wanapaswa kulipa kwa mujibu wa sheria, basi walipe halmashauri ya jiji ili na wenyewe waweze kujiendesha. Miongoni mwa wanufaika wa msaada huo ni pamoja na halmashauri ya jiji la Tanga, magereza, vituo vya polisi, jeshi la zimamoto pamoja na taasisi za dini. Chochote unachotoa kinatakiwa kiwe documented na kielezeke umefanya nini
ili jamii ikija kuuliza manufaa ya viwanda hivi, basi manufaa yaonekane. Manufaa mengine ni ya moja kwa moja, mengine huwezi kuyaona kwa moja kwa moja. Lakini mimi mwenyewe kama mkurugenzi, viwanda hivi ndio vinachangia karibu 50% ya mapato ya halmashauri. Katika eneo la kulipa kodi, kodi ni muhimu, kodi ni haki ya wananchi, ili sisi tuweze kutekeleza yale majukumu yetu matatu tulokasimiwa kwa mujibu wa sheria namba 8 na namba 9. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Unaendelea kufuatilia taarifa ya habari kutokea hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Filipina Ndwata, na mtazamaji, bado tunaendelea na habari yetu, na sasa ni mkoani Kilimanjaro. Serikali ya mkoa wa Kilimanjaro imehimiza halmashauri ya manispaa ya Moshi kutobweteka na ushindi wa kwanza wa usafi kitaifa, badala yake waongeze bidii zaidi ili waendelee kushikilia nafasi hiyo ambayo walipoteza kwa takriban miaka 3 iliyopita. Tupate undani wa taarifa zaidi kutokea kwa mwandishi wetu. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu ametoa rai hiyo wakati akipokea tuzo hiyo kutoka kwa mkurugenzi wa manispaa hiyo Mwajuma Nasombe, kisha kutoa tuzo na zawadi kwa kata zilizofanya vizuri katika usafi. Zoezi lilienda sanjari na kuzindua gari la kuzoa taka lililonunuliwa na halmashauri hiyo kwa fedha za mapato ya ndani. Kilimanjaro tunapata heshima, kwanza ni mshikamano wetu, pili ni umoja wetu, lakini la tatu ni kuheshimiana. Tusipoheshimiana hapa, watu watakata tamaa. Swala la usafi linaanzia nyumbani kwako. Yaani wewe ukikaa nyumbani kwako usipokuwa msafi, manake na hii jamii inayokuruka itakuwa hivyo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, leo tunavyoongea hivi tumekuwa washindi wa kwanza manispaa namba 1 katika manispaa zote nchi nzima. Ni jambo kubwa sana, ni jambo kubwa sana. Kwa sasa tumepata tuzo, imetupa nguvu, lakini pia tumeongeza vifaa kwa ajili ya kuendelea na kazi. Maelekezo yote ambayo umetupatia pale ndani tunakwenda kuyasimamia kuhakikisha kwamba mji wetu wa Moshi unaendelea kuwa safi na unaendelea kuwa kinara katika uhifadhi wa mazingira na usafi wa mazingira pia. Mwajuma Nasombe ni mkurugenzi wa manispaa ya Moshi. Anaelezea kilichowezesha kupata ushindi wa manispaa safi kitaifa, ambapo pia mtaa wa Rugwe uliopo kata ya Mawenzi uliibuka kuwa namba 1 kwa usafi nchini. Sisi wenyewe, kwa maana mimi mkurugenzi na timu yangu mstahiki meya na baraza lake la madiwani, tumekuwa watu ambao tumeamua kufanya kazi hii na kuhakikisha tunairejesha manispaa ya Moshi kuwa namba 1 kiusafi. Tumefanya vitu vifuatavyo. Kwa tukaja na mkakati, kwanza kuhakikisha tunatoka kwenye kuzoa taka sisi wenyewe, tuna badala yake tunazigawa zile kata kwa kutangaza mawakala. Kwa tuna kata 21, kata 10 kwa mwaka wa fedha huu unaendelea tulianza kubinafsisha. Lakini jambo lingine, tukaamua kuongeza gari. Kama mnavyoona, hili gari iliyopo nyuma yangu ni gari mpya, imezinduliwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tumenunua kwa mapato yetu ya ndani ili kuongeza nguvu ya kuhakikisha taka zinazolewa kwa wakati. Kule nyuma tulikuwa tuna gari 6 za taka. Sasa hivi tuna gari 12 na hii inaenda kuwa ni gari ya 13. Tuna mitambo 4. Kwa hiyo tuna vifaa ambavyo tuna uhakika vikiingia mtaani taka zote zitakwenda kuzolewa kwa wakati. Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo kutokea huko halmashauri ya manispaa ya Moshi kuwa washindi wa kwanza katika swala zima la usafi, basi likawe chachu kwa kila mmoja wetu awe na kipaumbele katika kuweka mazingira safi katika mkoa wake. Na kwa taarifa hiyo basi inatoa wasaa katika upande wa habari za michezo na burudani. Utakuwa naye Kiongo Biriani. Lolo Ali muda si mrefu atakuwepo hapa. Naam, shukran sana Filipina Ndwata kwa habari hizo za kutwa nzima ya leo. Nami niko hapa kukujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Kiongo Biriani. Lulu Ali, karibu. Na tukianzia hapa jijini Dar es Salaam, serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imetangaza rasmi kufungwa kwa muda wa uwanja wa Benjamin Mkapa ili kupisha marekebisho katika eneo la kuchezea, yani pitch, ambalo limeharibika vibaya kutokana na mvua kubwa zilizonyesha hivi karibuni. Katika taarifa iliyotolewa leo na kitengo cha
mawasiliano serikalini imeelezwa kuwa mvua hizo ziliambatana na mechi ya robo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba FC na Al Masry ya Misri zimesababisha athari kubwa katika uwanja huo. Wizara imesema timu ya wataalam itaingia mara moja kufanya tathmini ya kina kuhusu kiwango cha uharibifu na muda ambao marekebisho yatakamilika kabla ya kutangaza tarehe rasmi ya kufunguliwa tena kwa uwanja huo. Aidha, timu zote zilizopangwa kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa mechi za kitaifa na kimataifa zimetoka kutafuta viwanja mbadala kwa muda, huku serikali ikisisitiza kuwa marekebisho yatafanyika kwa haraka ili kurejesha hali ya kawaida. Wizara imetoa pole kwa usumbufu utakojitokeza kwa wadau wa michezo na wananchi kwa ujumla kutokana na hatua hiyo dharura, ikiahidi kushughulikia changamoto hiyo kwa haraka. Na mtazamaji, mara baada ya habari hiyo na huni ulosa kuangazia kimataifa, na tuungane na mwanamichezo wetu ambao watatujuza kinaga ubaya kunani barani Ulaya. Ligi ya mabingwa barani Ulaya imeendelea hapo jana kwa jumla ya michezo miwili ya robo finali ambayo imekamilisha jumla ya michezo minne ya mkondo wa kwanza. Kwenye jimbo la Catalunya nchini Hispania, FC Barcelona waliifurusha Borussia Dortmund kwa mabao 4-0 katika uwanja wao wa nyumbani Estadi Olympic Louis Company. Rafinha Beloli alifungua akaunti ya mabao kwa Barcelona, kisha Roberto Lewandowski akafunga mabao mawili, huku Lamine Yamal akifunga bao la mwisho lililowapa uhakika wa ushindi katika mchezo wao wa mkondo wa kwanza. Mchezo mwingine ulipigwa katika uwanja wa Parc des Princes. Wenyeji Paris Saint-Germain waliibuka na ushindi wa mabao 3-1 mbele ya vijana wa Unai Emery Aston Villa. Villa walitangulia kupitia kwa kiungo wao Morgan Rogers kabla ya Desire Doué kusawazisha, kisha Vishak Kvaratskhelia na Nuno Mendes kuongeza mabao mengine. Michezo ya robo finali ya Ligi ya Europa na Ligi ya UEFA Conference itapigwa leo. Katika Ligi ya Europa majira ya saa 1:45 Bodo Glimt watakutana na Lazio, wakati majira ya saa 4 usiku itapigwa michezo mitatu. Olympique Lyonnais watakipiga dhidi ya Manchester United, Rangers dhidi ya Athletic Club na Tottenham Hotspur dhidi ya Eintracht Frankfurt. Katika Ligi ya UEFA Conference majira ya saa 1:45 Legia Warsaw watakutana na Chelsea, na michezo mitatu itapigwa majira ya saa 4 usiku kwa kuwakutanisha Celje na Fiorentina, Jugaden na Rapid Vienna, Real Betis na Jagiellona Bialystok. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Naam, mtazamaji, huyo ni mwana michezo wetu Salum Pelembo akitujuza katika upande wa bara la Ulaya. Sasa tuangazie katika upande wa burudani ambapo tunakwenda kuungana pia na msimulizi wetu ambaye atatueleza habari ambayo imechukua vichwa vingi katika siku hii, usiku wa kuamkia leo. Huyo hapa msimulizi wetu akitujuza zaidi. Upande wa burudani, taarifa kumuhusu mwigizaji na mwanamitindo Zailisa pamoja na mhamasishaji wa michezo hapa nchini Haji Sande Manara wanazidi kupamba moto baada ya kuibuka kwa taarifa ambazo zinasemekana kuwa wanandoa hao wameachana kwa sasa. Katika sakata hilo, Zailisa anazidi kupata umaarufu katika mitandao ya kijamii ambapo amefikisha wafuasi milioni 1 kwenye Instagram yake, jambo ambalo limetokea kwa kasi kubwa ndani ya muda mfupi. Ongezeko hili limetokana na sakata linaloendelea kati yake na aliyekuwa mume wake Haji Sande Manara. Kupitia posti yake ya shukrani kwa mashabiki zake, Zailisa aliandika kwa upendo akisema, "Asanteni sana mashabiki zangu kwa kunifanikisha kuwa na wafuasi zaidi ya milioni 1. Nguvu yangu kwa sasa naielekeza katika kazi kuhakikisha kwamba ninaijenga kuwa Zai ninayemtaka." Akamaliza kwa kauli yake yenye msisitizo akisema, "Dear Zailisa, the time is now." Kwa wengi, ujumbe huu ni kama tangazo rasmi la comeback ambayo ni ishara ya mwanzo mpya baada ya misukosuko ya ndoa na maisha ya faragha. Kwa mujibu wa Zailisa, wapo waliomfuata kwa kutaka kufuatilia undani wa kile ambacho kinaendelea, huku wengi wakionyesha kumuunga mkono kwa moyo wake wote katika kipindi hiki cha mpito. Zailisa sasa si tu msanii bali pia ni mhusika mkuu katika hadithi halisi ya maisha ambayo inaendelea live huko mitandaoni. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni runinga ya Channel 10 Plus.
Naam, shukran sana Bettina Sangala kwa habari hiyo. Mtazamaji, tukiangazia habari nyingine ambayo inabamba, tuangazie huko nchini Marekani, ambapo kutoka mtandaoni tuangalie hili mtazamaji, ambapo ni moja tukio lilotokea huko nchini Marekani likimuonesha mmoja wa askari wa zimamoto aliyenusurika kifo akiwa kazini baada ya kuangukiwa na jengo linalowaka moto alipokwenda kutoa msaada kwenye jumba iliyokuwa ikiungua moto nchini humo. Askari Christopher alikuwa amevaa kamera mbele inayovaliwa mwilini wakati akienda kuzima moto. Wakati wafanyakazi walipokuwa wakijaribu kuzima moto huo, mlipuko ulisababisha paa la mbele kuanguka na kumwangukia mfanyakazi huyo wa zimamoto. Idara ya polisi imesema Christopher amepata majeraha madogo, lakini anatarajiwa kupata nafuu zaidi, na hii ikiwa ni moja ya picha mjongeo iliyobamba mtandaoni. Mpaka kufikia hapa sina la ziada katika upande wa michezo na burudani kwa siku hii ya leo. Mimi ni Lulu Ali, wazaniita Kiungo Biriani, kurudisha kwake Filipina Ndwata. Na mtazamaji, huyo ni Kiungo Biriani Lulu Ali. Ndivyo ambavyo ametamatisha habari za michezo pamoja na burudani, nami sina la ziada kutokea hapa. Mtazamaji, ulikuwa nami Filipina Ndwata katika mkusanyiko wa habari za kutwa nzima ya leo, na nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kutokea hapa Channel 10 Plus, na nikutakie pia usiku mwema. Kwaheri.